Vitisho vinazidi kuongezeka kila kukicha. Sasa ni waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz anatoa vitisho vikali sana. Amezungumza siku ya leo Alhamisi na anatishia kumuua Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, moja kwa moja kujibu makombora yake ya ballistic ya Iran yaliyoshambulia kituo cha matibabu cha Soroka cha Beersheba. Katz anasema Khamenei atalipa uhalifu wake. Waziri huyo wa ulinzi aliongeza kuwa Israel sasa itaanza kushambulia aina mpya ya shabaha za kimkakati nchini Iran ili kuondoa vitisho vinavyoning'inia katika taifa la Israel na kutikisa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, amesema waziri huyo wa ulinzi Bwana Israel Katz. Haikuwa wazi ikiwa hii inamaanisha kuwa serikali yake sasa imetoa agizo kwa Khamenei, huku rais wa Marekani Donald Trump hadi sasa akitaka kuahirisha hatua kama hiyo ili kujaribu kufikia aina fulani ya makubaliano na serikali, au kama Katz alikuwa akiinua tu kiwango cha maneno hadi kizingiti cha kuwa tayari kumuua Khamenei na kumpa nafasi ya mwisho ya kufanya makubaliano na Trump, huku akiacha kiasi fulani cha wakati kwa aina hiyo ya diplomasia. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hizi ni propaganda katika vita, na mpango wa Israel na Marekani ni kuona Iran inakubaliana na kufanya makubaliano ya kusitisha vita hivyo, lakini kwa mpango wa kwamba Iran iachane na mpango wake wa nyuklia. Hii ndio ambayo Marekani na Israel inataka, na kufikia hatua hiyo ni wazi itakuwa ni Israel iliyoshinda katika vita hivi, jambo ambalo Iran haitokubaliana na jambo hilo. Iran wakati huu kupitia Ayatollah Al-Khamenei anasema lazima tutashinda katika vita hivi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, anaeleza Ayatollah Al-Khamenei katika kujibu baadhi ya matamshi ya baadhi ya viongozi kutoka katika taifa hilo la Israel na hata Marekani. Kadhalika, wakati tishio la kutikisa utawala huo lilikuwa ni kuongezeka kwa matamshi karibu na mabadiliko ya utawala, wataalamu wengi wanaamini kuwa Israel ina nguvu za kutosha za kijeshi za kuangusha utawala wa Iran kama ilivyo utawala wa Hamas huko Gaza. Zaidi ya hayo, hata huko Gaza baada ya miezi 20, Hamas bado inajihudumia kama chombo cha kijeshi na kisiasa, ingawa ni dhaifu kuliko hapo awali. Kinyume chake, utawala wa Iran una nguvu zaidi na unaungwa mkono mamilioni ya wafuasi waaminifu kama sehemu ya nchi ya watu milioni 90. Viapo vya Netanyahu ni jibu la shambulizi la Iran. Siku ya leo Alhamisi, waziri mkuu Benjamin Netanyahu pia aliapa kutoa gharama ya hali ya juu kutoka kwa wale anaowaita madhalimu, kwa maana nchi ya Iran, kufuatia mashambulizi ya asubuhi ya makombora ya Iran. Leo asubuhi, madhalimu wa kigaidi wa Iran walirusha makombora katika hospitali ya Soroka huko Beersheba na kwa raia katikati mwa nchi. Tutatoza gharama kutokana na madhalimu haya, anasema Netanyahu akiandika katika ukurasa wake wa X. Hata hivyo, moja kati ya wachambuzi wa mambo katika Mashariki ya Kati anasema kwamba kitendo cha rais wa Marekani Donald Trump kumkataza Netanyahu kumuua Ayatollah Al-Khamenei ni kwamba kuna uwezekano mkubwa vita hivi vikawa vikubwa zaidi, kutokana na kwamba ikiwa Khamenei atauawa, basi mataifa mengi ya Kiislamu lakini pia na hata wafuasi wa Iran wataingilia kati na vita hivi kuwa vikubwa zaidi, na ndio maana akasema wana uwezo wa kumuua Ayatollah Al-Khamenei, lakini labda baadaye. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyajua mengi ya ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.